Oloshole la Maasai andasupa. Aiwora tena mbele yenu kuongea. Na ningependa sana kutoa ufafanuzi kuhusu. Kwanza niseme jambo moja, nimesikitishwa na klipu ambayo kwa bahati mbaya imerushwa na mtu ambayo ninamheshimu sana. Na mtu anaitwa Masai Lady Indira Maasai. Ameshare kitu ambacho kinadhalilisha jamii ya Maa. Na klipu yake inasema kitu ambacho tulishakikemea mara nyingi sana, na vitabu vingi vimeandikwa kukanusha hiyo kitu, ambayo makabila mengine yalipotosha sana masuala ya mila yetu. Sasa sijui amesema kwa kutokufahamu, kwa kutokujua, sijajua, lakini jamii yetu, mila yetu haiko hivyo kama anavyosema yeye. Haiko hivyo hata kidogo. Huyu binti amesema kuna mtu anaomba Mungu ampate msichana wa Kimasai amuoe, lakini atawezana na mila ya Kimasai? Kwa madai yake yeye, anasema kila siku unaweza kumchinjia kondoo, yani beberu au mbuzi mkubwa anapojifungua, lakini kingine akaishia kwa kusema unaweza ukaja una moyo wa kuja kukuta mkuki umewekwa milangoni na ukavumilia. Naomba leo nitoe ufafanuzi kwa sababu na nalazimika kutoa ufafanuzi kwa Kiswahili, kwa sababu naamini waliopo kwenye social media wanasikia Kiswahili, lakini kwa sababu yule mtoto pia ameongea kwa Kiswahili. Mila ya jamii ya Maasai, hakuna mtu anayeweka mkuki kwa milango ili aende akalale na mke wa mtu. Naomba, tumesema mara nyingi, viongozi wa mila wamesema mara nyingi, lakini naona kama bado imetamkwa na mtu ambayo ni keo ya jamii kwenye jamii yetu. Simlaumu kwa sababu ya umri wake, pengine ni mdogo sana. Huenda ajui, lakini nadhani hizi content mnazofanya, msifanye kuhusu mambo ya mila msizofahamu, kwa sababu vingine vinavunja maadili na haki za mila za Wamasai. Inadhalilisha utu wa mwanamke wa Kimasai. Unaposema mkuki inawekwa milangoni, mtu anaingia ndani kwenda kulala na mke wa mtu, si kweli hata kidogo. Hii si kweli hata kidogo. Mkuki hizi, ngoja nifafanue leo hizi mkuki mnazosema kila siku. Naona Waswahili mkuki. Ngoja nifafanue leo. Wengine wenye nia mbaya wataenda kufanya, lakini wakiwa wanafahamu. Mkuki kwenye nyumba inayowekwa, wala sio kwenye nyumba alarika yako. Obviously, zamani ya kukua na nyumba za wageni, yani kwa maana ya guest house ya kulala. Kwa hiyo Wamasai wanaposafiri kwenda, labda tuseme unatoka Ngorongoro kwenda West Kilimanjaro kwa maana ya Kia, au kwenda Longido, unalala katikati kabla hujafika, kwa sababu ni safari inayohitaji siku 2. Hauruhusi kwenda kulala kwenye nyumba ya baba yako au ya mtu aliyokuzidi umri. Unaenda kulala kwenye nyumba ya rika yako. Lakini unapoenda kwenda kulala kwenye nyumba ya rika yako, ni marufuku na mila yetu inakataa mwiko kabisa. Yaani ni kosa kubwa kufanya hilo tendo na mke wa rika lako. Sawa, watu wengine wanaweza wakaibana kokote watakapoibana, lakini ikifahamika ni faini kubwa kuliko faini yoyote ile. Sasa kama ni halali, kwa nini faini ipo? Kwa sababu ni dume kubwa linachinjwa. Kwa faini, kwa nini ulifanya hivyo? Lakini pia kama mume atakuwepo nyumbani siku hiyo, mtalala kitanda kimoja, mama atalala kitanda chake.
Lakini kama hata kuwepo, wewe utalala kitanda chako, mama yeye analala kitanda chake. Kwa maana kwa lugha nyingine ni chumba kwa chumba. Zile nyumba ni ndogo ndio, lakini zina vitanda tofauti kabisa. Sasa ndugu zangu, mkuki inakujia wapi? Kuna watu wanaitwa mrani, yani kwa maana ya vijana wa kiume wa Kimasai. Kuna mabindi wadogo ambayo bado hawajaolewa wako nyumbani, na kuna baba. Sisi kwenye nyumba zetu hatuingii kwenye nyumba kukaa baba, mama, watoto na kula kwa pamoja. Tunaingia kwa zamu. Kuna zamu ambayo watoto wa kike wanaingia wakila, kuna ishara wanatakiwa waweke milangoni. Zamani kuna kitu ambayo watu walikuwa wanaita ingimeta. Ingimeta ni mkanda fulani ambayo msichana huwa anajifungia. Zamani wasichana walikuwa wanaweka milangoni ili vijana wa kiume wakija wajue hao watoto wako ndani wa kike, na pia baba akija naye ajue kuna watoto wa kike wako ndani. Wale baba akija, yeye anaweka fimbo yake juu ya paa, ile sisi tunaita latrat, anaweka juu ya paa ya nyumba. Vijana wa kike wakija na wa kiume wanajua baba yuko ndani. Lakini vijana wa mrani wakiingia ndani kwenda kupata na wao chakula au kwenda tu kwa sababu hata kwa desturi tu hatuwezi kukaa hata kama hakuna kitu tunakula. Wakiingia wale mrani mrani, sasa vijana wao wanaweka mkuki kama ishara yao, kama nilivyotaja ile mkanda ya msichana, kama nilivyotaja ile fimbo ya paa, na pia wale wanaweka mkuki milangoni ili baba akija ajue kwamba vijana hawa wa kiume wako ndani, na anasubiria nje ile wale vijana wakitoka basi, kwa sababu wao wataharakisha kwa sababu wanajua baba yuko nje. Yeye atasubiria huko nje kwa sababu hiyo ndio ishara. Sasa mimi nataka nimwambie huyu mtoto, hizi content ninazofanya inadhalilisha utu ya jamii ya Kimasai. Na hii jamii tumesema tutalinda, haitafia kwenye mikononi mwetu, yani haitafia. Tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kulinda hadhi ya jamii ya Maa. Haitafia kwenye mikono yetu, itafia labda kwenye kizazi kingine. Tutafanya sehemu yetu. Maana bado tuna pumzi, bado tuna sauti ya kusema, tutawafundisha wanaofundishika, tutawakemea ambao wanastahili wakemewe, na tutakabiliana vinginevyo wengine waliogaidi, hata kwa sura ya mahakama na sehemu zingine, kwa sababu hii mila na hii jamii ni kubwa kuliko mtu mmoja, ni kubwa kuliko mimi, ni kubwa kuliko Masai Lady, ni kubwa kuliko mtu mwingine yeyote yule. Kwa mantiki hiyo sasa mimi naomba nimuonye yule mtoto yule Masai Lady, akaitoe mara moja hiyo klipu yake kwenye akaunti yake ya TikTok. La hivyo tutasema kwa sauti nyingine ambayo haitakuwa ndio hii. Hatutakuwa na uoga wa kusema, kukemea vitu ambavyo vinadhalilisha utu ya mwanamke wa Kimasai. Mwanamke wa Kimasai ni mwanamke kama mwanamke mwingine. Unapoamka tu unaongea kwa kutengeneza content creators yako ya kufaidika wewe, hiyo ni masuala ya wewe na content zako, kwamba unajua utafaidika nayo nini. Jamii nzima haifaidiki hapo. Kwa hiyo mimi nasema ukitumia jamii yako kwa mambo ya mila ambayo ni kweli, mimi sina shida. Hata kama kwa sura ya nchi inaonekana ni mbaya, kwa sura ya nchi inaonekana ni mbaya, sasa kama ni mila mimi fanyaje? Lakini ambayo si kweli tutasema kila wakati na hatutaogopa. Najua wasomi wetu wameandika vitabu mbalimbali ambayo sasa zinaanza kuzinduliwa very soon. Moja ilizinduliwa lakini nyingine imezinduliwa, na kushauri Masai Lady ukanunue ile kitabu ukasome ili ukafahamu na upate maarifa. Asanteni sana na washukuruni sana.